Sawa, jina langu ni Sirilo na hapa tuko kwenye shamba la miti ya tufaha ya aina ya Supreme. Hapa nitawaonesha kidogo kuhusu upogoaji. Hapa tuna mistari miwili. Hapa tuna mstari ambao tayari umepogolewa na hatuoni tawi lolote kati ya yale tunayoyaita laini, vile vichipukizi ambavyo havitoi wala kuacha maua yoyote. Na kuna tofauti kubwa na huu hapa. Mstari huu bado haujapogolewa, hatujaupogoa, ndio maana tunaona vichipukizi vingi. Ina matawi mengi ambayo hayatotoa matunda yoyote. Hapa tunaona vile vichipukizi. Hivi vyote havifai tena kwa sababu havitatoa matunda yoyote. Na basi kuna sababu mbili kwa nini tunaipogoa miti hii. Moja ni ili jua liweze kuingia vizuri hadi ndani kabisa ya mti, na ili matawi mapya yawe na nguvu. Na sababu ya pili ni vichipukizi, ili visichukue nguvu. Ndiyo maana tunaviondoa vichipukizi vyote. Na hapa unaona mahali tulipokuwa tumeshakata vichipukizi ili matawi mapya yaote na kupata machipukizi mapya pia. Hapa tunaona tofauti. Huu hauna vichipukizi vyovyote tena. Huu sasa uko tayari. Lakini hapa tunaona hapa kweli kuna vichipukizi vingi, ni matawi yasiyofaa ambayo hayatoi matunda yoyote. Hivyo tawi hili, kile tunachofanya ni kulikata. Na litabaki hivi, na haya pia tungeyakata vivyo hivyo. Tungekata hadi hapa kwa sababu kuanzia hapa kwenda chini tunaona kuna machipukizi na maua yanatokea. Tawi hili ni kichipukizi, ni tawi laini ambalo halifai kitu, halina maua yoyote. Hili ndilo ambalo kila mara tunapaswa kuliondoa kwa sababu linapunguza nguvu ya tawi lingine lenye machipukizi. Kwa sababu tusipoishughulikia vizuri haitatupa matunda mazuri. Hivyo basi upogoaji hufanyika hasa kuanzia Januari na kuendelea, ndipo upogoaji huanza. Lakini sehemu nyingi huanza kabla ya Disemba, kama katikati ya mwezi wa Novemba hivi. Hapo sasa tumeshayaondoa yote ili yasipunguze nguvu ya matawi haya yenye maua, kwa sababu haya hayatufai kitu. Tazama hapa, unaona mkato? Hapa tunaona mkato. Kama tukipunguza hapa, palikuwa na tawi ambalo lilikuwa laini. Tazama, sasa hivi tunaona zimebaki maua tu. Hapo tunaona kila kitu kilichokuwa machipukizi. Matawi yote laini tayari tumeyatoa yote. Hivyo hapa tawi hili linaonekana tayari limepunguzwa. Tazama, hapa unaweza kuona sehemu zilizokatwa, ila hapa haijapakwa rangi kwa sababu tawi hili ni dogo sana. Na kisha hapa tunaona tawi lingine, hili limepakwa rangi. Hivyo rangi hii imechanganywa na shaba kidogo, na rangi hii huisaidia dhidi ya magonjwa, ili pale palipokatwa pasianze kukauka, ili kuziba pale palipokatwa. Ndio maana tunaipaka rangi hivi. Hapa tuko mahali penye miti mipya. Huu ni mti mdogo mpya, na hapa inaonekana pale tulipoutoa kilichokuwa chipukizi, au labda hili lilikuwa tawi nene, hapo ndipo inapopoteza nguvu nyingi. Na hapa tunaona machipukizi mapya, na hapa tunaona tufaa ndogo. Hivi ndivyo vyote vilivyotokea mwaka huu, ni matawi mapya, machipukizi mapya, na hiki ndicho kilichokatwa. Hivyo katika kupunguza, ili kujua tawi gani la kutoa, lazima uangalie kwa makini sana tawi gani ambalo lina chipukizi na ndilo linalobaki, ndilo ambalo hatupaswi, ndilo ambalo hatutakiwi kulitoa. Tazama kama hili hapa, tunaona chipukizi. Na kisha ili kujua gani la kutoa, yale ambayo tutayatoa kila wakati ni haya, yale laini.